Hoya mambo vipi mtazamaji wa Revolution Media, hupo nami mtangazaji wako SU Longes Boys Boxer. Karibu kwenye kipindi chetu cha maisha yetu, na hapa tuko mtahani kwa ajili ya kujua maisha ya wana wa Dzaleka au watu waishio Dzaleka, wakimbizi waishio hapa kameni Dzaleka. Na kuna kaka fulani ambaye tutamtembelea hapa, ni fundi seremala, na tutaongea naye mawili matatu kuhusu kazi yake na changamoto anazozipitia na vipi kazi hii inamsaidiaje kwenye maisha ya kila siku. Na hapa tumefika kazini kwa kaka. Kaka mambo vipi? Safi. Pole na kazi. Asante sana. Labda tukufahamu kwa majina? Mimi naitwa Dennis Jerome, kwa majina maarufu Jiru. Asante sana. Tunaona huko kwenye kazi ya ufundi seremala. Vipi kazi inakusaidiaje kwenye maisha ya kila siku? Kazi inanisaidia kidogo kidogo juu unajua tu wakimbizi. Hivi hakuna mapokezi na gisi na navyo nilivyopambana hapa. Na ndoko inapata kidogo ya kulisha watoto ndio. Asante sana. Wewe kama fundi seremala una mwili na kazi unatumia nguvu sana. Wakati unapofanya kazi yoyote ile ya kutengeneza mlango au dirisha, wakati unapotengeneza hivyo tena unaumwa, alafu unaingia hospitalini na pesa ile yote inaenda, unajisije? Najisi vibaya sana juu hakuna msaada mwingine, labda kukwewa ndugu. Yani wajisikia sema ndugu yetu yuko napambana kula, alafu yeye ndio mwenye yuko na familia. Ndio hivyo. Ndio ananisaidia kidogo juu nitoke kwenye hospitali pale. Asante. Kuna vijana wengine ambao kwa muonekano uliovaa wanasema kwamba sio mavazi mazuri, ni kazi ya uchafu sana. Unaweza kusemaje kuhusu kazi ya ufundi seremala? Kwa upande wangu mimi naweza nikawashauria ni upumbavu tu. Jungu hizi ndo zinatafuta nguo mpya. Nguo hizo ndo zinatafuta nguo mpya. Muonekano huu najua msanii fulani Kingwendu ndo nguo yenye alikuwa na shoot nayo movie juu ya kutafutia watoto chakula. Ndo hivyo. Na ukimwona muonekano wake ni wakazi. Na ndo gisi na mimi nilivyo hapa. Asante. Kwa wiki unaweza unakusanya pesa ngapi kwenye kazi? Yani siwezi nikafahamu juu sipokei kwa sema natumika kwenye serikali hapana. Ni ile kidogo yenye mimi nakusanyisha na ndo nitakuwa nayo hiyo. Asante. Hakuna kazi sio na changamoto, kila kazi na changamoto. Vipi, ni changamoto gani unazozipitia kwenye kazi ya ufundi seremala? Gisi hizi mbao zetu hapa hivi. Ukikuwa unakata hapa labda inapasuka vibaya. Hiyo ni changamoto fulani hapo, utakia kuta mfuko hauna hata kitu. Unaanza piganisha akili yako ili upate nyingine mbao ya wateja hivyo hawaelewi. Akikupatia hela leo anataka kesho aje achukue kile kitu. Kipindi mimi ningana naenda tafutisha mambao kule juu ku depo, ndio hivyo. Vipi, hakuna changamoto nyingine ambao kupanda bei, labda unamwambia mteja 50,000 yeye anakuambia na 20,000 au 10,000? Vipi hizo changamoto uzipitii? Yani ndo nyingi sasa hizo. Katika nchi ya Malawi na sio nchi ya Malawi tu. Yani dunia mzima. Unaomba eti mbao inauza 5,000. Kufika kule kukuta 6,000, 7,000. Hiyo changamoto hiyo hapo hivyo utaenda muelezea mteja aseme nimekuta bei imepanda niongezee hela. Hawezi akakuongezea mna. Ndio. Vipi, una familia? Ndio nayo. Una watoto? Na watoto. Ngapi? 5. Vipi, unaweza kuhitaji au unaweza kupendelea siku moja mtoto wako mmoja naye pia arishi kazi unayoifanya? Naweza furahi sana. Ndio. Vipi, umsikilie huruma kuhusu kazi hii na tumia nguvu sana au? Inatakiwa miaka. Hii kazi naomba miaka kwanza. Miaka mingapi? Miaka 18 kisha enea. Hapo hivyo na yeye anaweza kuja aje apambane na yeye. Mtu wa miaka 10 hawezi akaingia kwenye kazi? Hii kazi ni nguvu sana, utumie ubavu. Vipi, unatumia maziwa baada ya kumaliza kazi hii? Ndio. Natumia muda fulani, nikipata ile kidogo kabisa natumia maziwa. Kuna wengine wanasema kwamba kazi wakati unapoimaliza usitumie maziwa maana itaharibu mwili. Wanasema kwamba tumia vinywaji vya uchungu, wanaita kama kunakuwa na lugha nyingine kama bia hivi. Vyote tunatumia vyote. Kwa sababu ya kusaidia mimi natumia vyote. Asante. Vipi, unaweza kuambiaje watazamaji wa Revolution Media wanaokutazama sasa hivi? Mtu kama uko kijana usidharau kazi. Pambana kwa nguvu zako zote ili upate ile kidogo ile chochote kabisa. Wasikudharau eti unavaa nguo chafu. Labda hutapendeza saa nyingine. Dimashe kesho usikia Mungu. Siku yake natumika hapa.
Ni siku na sisi tuonekane kwenye fashion huko tu. Muonekane kwenye fashion. Yeah. Vipi mlango mmoja unaifanyia shilingi ngapi? Unatafutiana sasa. Kuna mlango kama ule wa upana mkubwa sana. Kuna wengine wa size ya kidogo, ndio hivyo. Sasa inatafutiana mabei tofauti tofauti hivyo. Ya labda kuna mtu waliopo Katuza au Lisungwe au kwenye mtaa mwingine fulani anahitaji kufanya nawe kazi. Vipi unatumia mitandao ya kijamii? Natumia. Kwa majina? Naitwa Dennis Jerome. Vipi WhatsApp pia unatumia? Ndio. Kwa namba? Namba 099 080 50 76. Hizo ni namba za yeye fundi seremala. Kama una kazi yoyote ile unaweza kumpigia na mtaongea bei, na baada ya kuongea bei mtapatana na kufanyia kazi. Thank you.